Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo, Jumatatu ya tarehe 31 Machi katika juma la 4 la Kwaresma. Somo letu latoka Injili ya Yohane sura ya 4 aya ya 43 hadi 54. Karibuni tusikilize somo. Baada ya siku mbili hizo, Yesu aliondoka huko akaenda Galilaya. Basi Yesu mwenyewe alishuhudia ya kwamba nabii haheshimiwi katika nchi yake. Alipofika Galilaya, wa Galilaya walimpokea vizuri kwa sababu walikuwa wameona yote aliyotenda Yerusalemu wakati wa sikukuu, maana wenyewe pia walikwenda kuhudhuria sikukuu. Alifika tena Kana katika Galilaya, alipokuwa amegeuza maji kuwa divai. Palikuwa na afisa wa kifalme ambaye mwanawe alikuwa mgonjwa Kapernaum. Aliposikia ya kuwa Yesu amefika Galilaya toka Yudea, alimwendea akamuomba ashuke na kumponya mwanawe, kwa maana alikuwa karibu kufa. Yesu akamwambia, "Msipoona ishara na miujiza hamsadiki." Afisa wa kifalme akamjibu, "Bwana, ushuke kabla mwanangu hajafa." Yesu akamwambia, "Nenda tu, mwanao yu mzima." Yule mtu akalisadiki neno aliloambiwa na Yesu, akaenda zake. Alipokuwa bado njiani, watumishi wake walimlaki, wakamwambia, "Mtoto wako yu mzima." Akawauliza, saa alipopata nafuu. Wakamwambia, "Jana saa 7 homa ilimwacha." Hapo baba alitambua kwamba ilikuwa saa ile ile alipoambiwa na Yesu, "Mwanao yu mzima," naye akasadiki pamoja na nyumba yake yote. Hiyo ndiyo ishara ya pili aliyoifanya Yesu tangu kufika Galilaya kutoka Yudea. Neno la Bwana. Wapendwa taifa la Mungu, karibuni katika tafakari fupi ya Injili tuliyoisikia hivi punde. Katika Injili yetu tuliyoisikia, tunapata fundisho la kwanza kwamba tukimsadiki Mungu kuwa muweza wa yote, hakuna tutakalokosa. Tunapata fundisho kuu, tuwe na imani. Tuwe na imani kwa Mwenyezi Mungu. Tuwe na imani kwa maana wa Mungu. Tukiweka tumaini letu kwa Mungu, yeye ni muweza wa yote. Tutakayoomba tutapata kwa imani kweli. Kwa maana yeye mwenyewe katika Injili ya Mathayo sura ya 7 aya ya 7 mpaka ya 8 anasema, "Ombeni na mtapewa, tafuteni na mtaona, bisheni mlango na mtafunguliwa. Kwa maana kila aombaye hupewa, atafutaye huona, na abishaye mlango ufunguliwa." Taifa la Mungu, tukiomba kwa imani, tutapewa na Mwenyezi Mungu. Tukikabidhi shida zetu, tukikabidhi maombi yetu, tukikabidhi na nia zetu kwa Mwenyezi Mungu kwa imani kweli, tutapewa. Tukiiga mfano wa afisa wa kifalme aliyeomba kwa imani, akaomba mwanawe aweze kuponywa, na Mwenyezi Mungu akamsikiliza na akamponya mwanawe. Lakini tu hakumponya kwa kufika katika ile nyumba, bali alimwambia yule afisa wa kifalme, "Sadiki," naye yule afisa wa kifalme akasadiki. Hakusadiki yeye tu, akasadiki yeye pamoja na nyumba yake yote. Na kweli kile alichokisadiki kikawa ndivyo kilivyokuwa. Kwa imani tunaweza kuponywa. Kwa imani tunaweza kupata kile tunachokiomba. Fundisho la pili tunalolipata kutoka katika Injili hii tuliyoisoma hivi punde ni kwamba Mungu ni mponyaji. Mungu anajua shida zetu. Mungu anajua magonjwa yetu hata kabla hatujamuomba. Wengi tumekuwa na mahangaiko mengi, maradhi ya mwili na maradhi ya roho. Kumbe tukijikabidhi kwa Mungu, hakuna litakaloshindikana. Kigezo tu tuwe na imani thabiti juu ya Mungu wetu, kwamba Mungu wetu anaweza akaponya yote. Mungu wetu anaweza akatusaidia tukapata kile tunachokihitaji tukiwa na imani kwake. Na ndiyo maana amri ya kwanza ya Mungu inasema, "Ndimi Bwana Mungu wako, usiabudu miungu wengine." Kumbe tukijikabidhi kwa Mungu, tukawa na imani thabiti,
Mwenyezi Mungu atasikiliza maombi yetu na sala zetu. Wapendwa taifa la Mungu, tusisahau kwamba tuko katika kipindi cha Kwaresma, kipindi cha kujikarabati, kipindi cha kujiandaa kwa ajili ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Hivyo katika kipindi hiki, licha ya kuwa tunapewa mwaliko wa kurarua mioyo yetu, kwa maana ndani ya mioyo hutoka mawazo mabaya. Rejea Injili ya Marko sura ya 7 aya ya 21 hadi 22. Wapendwa, katika kipindi hiki cha Kwaresma tunaalikwa kusali, tufunge, tujinyime kwa ajili ya wahitaji, tujinyime kwa ajili ya wenzetu, na tufanye toba ya kweli. Tukifanya haya yote kwa imani na upendo mkubwa, tunaweza kuwa na mastahili mbele ya Mwenyezi. Tafakari hii imeletwa kwenu na Padri Manyu Sisumbe toka parokia ya Kisinku. Tumsifu Yesu Kristo.